naamini kila mmoja amehudumiwa, lakini Mungu anayo package nyingine tena kupitia neno lake muda huu na sahi. Haleluya mtu wa Mungu. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Yuko Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu mchana wa leo, na yeye ndiye atakayetufundisha mahali hapa kwa habari ya neno lake. Mimi Fodora na nyenyekea tu chini ya haya mafuta na chini ya neema ya madhabahu ya neno la neema. Acha huyu Mungu wa Bishop Ndekiwa Mbise na Mungu wa Pastor Mbise akatufundishe mchana wa leo, tukaweze kuyaelewa maandiko, tukaweze kupata maarifa, lakini tukaweze kutolewa kwenye maangamivu yetu, kwa sababu ulituma neno lake ili kututoa kwenye maangamivu tulio nayo. Ndivyo ikawe mchana wa leo kwa ajili ya utukufu wa jina lake, ni katika jina la Yesu. Amen. 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 Amina. Basi moja kwa moja ninakwenda kwenye ujumbe wetu wa siku ya leo. Kichwa cha somo letu kinasema kwamba kutembea na Mungu katika majira yote. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea katika majira na Mungu, kutembea katika majira na Mungu. Kutembea katika majira pamoja na Mungu. Jesus. Kutembea katika majira ya Mungu. Hichi ndicho kichwa cha somo letu mchana wa leo. Kutembea katika majira ya Mungu. Kutembea katika majira ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kutembea katika majira ya Mungu. Naomba tuangalie nini maana ya majira. Nini maana ya majira? Nini maana ya majira? Majira ni vipindi mbalimbali vilivyogawanyika ndani ya wakati ulioamriwa. Majira ni vipindi mbalimbali vilivyogawanyika ndani ya wakati ulioamriwa. Majira, nyakati, seasons ni vipindi mbalimbali vilivyogawanyika ndani ya wakati ulioamriwa. Haya ndio majira. Hii ndio maana ya majira, kwamba ndani ya majira kuna vipindi mbalimbali ambavyo viko humo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia na katika kila majira kuna kusudi la Mungu ndani yake. Katika kila majira kuna kusudi la Mungu ndani yake. Hakuna majira yasiyokuwa na kusudi la Mungu. Kila majira yana kusudi la Mungu ambalo Mungu anataka kulikamilisha katikati ya hicho kipindi, ndani ya hayo majira. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuangalie neno la Mungu, Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7, Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Haleluya. Amen. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba kila jambo lipo katika majira yake. Hakuna jambo linalotokea nje ya majira.
Hakuna jambo linalodhihirika pasipokuwa na majira. Sawa. Wala haliwezi likatokea kama hayo majira hayajafika. Kwa sababu kila jambo kuna majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo mambo tunayoona yanaendelea kwenye maisha yetu yamefungwa kwenye majira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nje ya majira huwezi ukapata jambo. Kila jambo limefungwa kwenye majira. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Maisha yetu yamefungwa ndani ya majira mbalimbali au nyakati mbalimbali. Sisi wanadamu, watu tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, maisha yetu yamefungwa ndani ya nyakati, ndani ya muda, ndani ya majira. Hakuna maisha ya mwanadamu ambayo yako nje ya majira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea vipindi. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani aliponiumba mimi Fedora kuna nyakati alizozidivide. Ya kwamba wakati huu Fedora ataishi katika namna hii. Lakini utakapofika wakati huu Fedora ataishi namna hii. Na utakapofika wakati huu Fedora atakuwa ni wa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajua kwamba Mungu anautangaza mwisho mwanzoni. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tayari ameisha seti. Anaijua picha kamili ya maisha yangu. Anaijua picha kamili ya maisha yako. Tangu alipokuumba alijua ya kwamba wewe utapita mahali hapo ulipo leo. Alijua ya kwamba wewe hatua yako ya kwanza itakuwa ni hii, hatua yako ya pili itakuwa ni ile, hatua yako ya tatu itakuwa ni ile. Sawa. Haleluya. Amen. Hivyo ndivyo Mungu alivyotuumba. Na watu wa Mungu, sikia asubuhi ya leo, hivi vipindi ambavyo vipo kwenye haya majira, kaa ukijua ni kwamba havifanani. Havifanani. Sawa. Vipindi ambavyo Mungu alivitengeneza kwenye maisha yetu pale tu alipotuumba akaviweka, hivi vipindi havifanani. Yes. Hivi vipindi viko tofauti kabisa. Tofauti. Ndio maana hapo anasema kwenye Mhubiri ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kupanda, lakini pia kuna wakati wa kuvuna. Hivi ni vipindi tofauti. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So season have different. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndani ya majira kuna vipindi tofauti. Unaweza ukaangalia tu mfano kama ambavyo wanafunzi wanaenda shule. Kuna kitu kinachoitwa mihula. Mwanafunzi anapoenda form 1 let's say, kuna term ziko pale. Kuna term ya kwanza, kuna term ya pili, kuna term ya tatu. Na ndani ya hizo term ambazo atakuwapo akiendelea kujifunza katikati ya hizo term, masomo yanakuwa ni tofauti. Atakapo qualify term ya kwanza ataenda term ya pili, na ile term ya pili atakutana na mafundisho mengine. Kwa sababu misimu ina mambo ya tofauti. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Naomba tuangalie Zaburi 31 mstari wa 15. Zaburi sura ya 31 mstari wa 15. Tumuone Daudi hapa kwa namna ambavyo alitambua. Zaburi 31 mstari wa 15. Biblia inasema, nyakati zangu zimo mikononi mwako, uniponye na adui zangu, Yes. nao wanaonifuatia. Hallelujah. Amen. Huyu ni Daudi. Anasema nyakati zangu zimo mikononi mwako, uniponye na adui zangu nao wanaonifuatia. Haya yalikuwa ni maombi yake mbele za Bwana, kwa namna ambavyo alikutana na changamoto, kwa namna ambavyo alikutana na vita mbalimbali, lakini alikaa akatambua ya kwamba mimi Daudi, nyakati zangu zimo mikononi mwako Bwana. It doesn't matter. Hii vita inainuka, lakini nyakati zangu mimi ziko mikononi mwako. Wewe uliponiumba mimi, wewe Mungu uliponiumba Daudi, kuna wakati ulinipa kuchunga kule kwa baba yangu, lakini kuna wakati ulinipa kuwa mfalme. Ulinipaka mafuta ya kuwa
akajua ya kwamba nyakati zake ziko mikononi mwa Bwana. Kwa hiyo hata katikati ya hiyo vita alikuwa anajua ya kwamba wewe ni tumaini. Maana hizi nyakati, hata haya majira, wewe Mungu unayajua. Wewe Mungu uliyaumba. Hakuna kitu kigeni kwako. Alikuwa anaonyesha tumaini kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Nyakati zetu ziko mikononi mwa Bwana. Misimu ya maisha yetu iko mikononi mwa Bwana. Hallelujah. Amen. Naomba tuangalie mambo matatu, mambo muhimu ya kunisaidia ili nitembee kwenye majira ya Mungu hapa duniani. Kumbuka ujumbe wa kichwa cha leo cha somo unasema ya kwamba kutembea katika majira ya Mungu, kutembea katika majira ya Mungu. Lakini yako mambo matatu ambayo yanaweza kanisaidia mimi na wewe kutembea kwenye haya majira. Sio rahisi kutembea kwenye majira ya Mungu kwa sababu ziko vita. Sio kitu chepesi kutembea kwenye majira ya Mungu, lakini uko msaada wa Bwana. Hallelujah. Mambo matatu. Jambo la kwanza ni kutambua kuwa nipo kwenye majira gani au msimu gani. Number 1, jambo la kunisaidia ili nitembee kwenye majira ya Mungu, kwenye wakati wa Mungu aliouamuru, ni kutambua kuwa nipo kwenye majira gani au msimu gani. Awareness, kuwa na ufahamu, kutambua. This is very important. Ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu nikwambie mtu wa Mungu, unaweza ukawa hujui uko kwenye msimu gani. Mungu tayari ameshauratibisha huo msimu kwenye maisha yako, lakini kwa sababu ya kutokujua ukapishana. Hallelujah. Kwa ni lazima ujue. Naomba tuangalie maneno ya Mungu. Kitabu cha Amos sura ya 3 mstari wa 7. Amos sura ya 3 na mstari wa 7. Amos sura ya 3 mstari wa 7, Biblia inasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Yes. Hallelujah. Naomba pia tuangalie Yohana 16:13. Yohana mtakatifu sura ya 16 na mstari wa 13. Yohana 16:13, Biblia inasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Unaweza kujiuliza, nitajuaje kwamba nipo kwenye msimu gani? Lakini neno la Mungu linatuambia asubuhi ya leo, Mungu hawezi kufanya jambo pasipo kuwajulisha watumishi wake. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna majira ambayo Mungu anaweza kayaachilia chini ya mbingu pasipo kukujulisha. Never. Hakuna msimu mpya ambao Mungu anaweza kataka kuleta na asikupe taarifa. Tunaye Roho Mtakatifu. Yeye hutupasha kwa habari ya mambo yajayo. Hapa ni swala langu na mahusiano na Roho Mtakatifu. Sawa. Kiwango changu na mahusiano. Kwa sababu ili aweze kuniambia, ni lazima niwe na ushirika naye wa kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima niwe na mwingiliano naye. Ni lazima awe rafiki yangu. Ni lazima huyo awe mpenzi wangu. Hapo ndipo anaweza akaniambia,